majina naitwa Elizabeth Kimonata, ni mjane wa Shedrack Kimonata. Mimi halmashauri ilichukua eneo langu toka mwaka 1996. Lakini hukumu iliyotoka ni kwamba wanilipe na wanipe sehemu ya kujenga. Mpaka sasa hivi toka mwaka 96 mpaka leo hatima yangu haijawahi kupatikana na wala kunimalizia malipo yangu. Ni shilingi ngapi? Tulipatana milioni 80, lakini waliniletea milioni 51 kwa kunisainisha, kwa kunitishia, na wakati waliniahidi kwamba wananilipa hela zote. Na waliponilipa kwamba nalipa hela zote, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mjukuu wangu, kwa umri huu nilionao, nilinyanyuka nikaenda nikakopa uwanja. Nikachukua mkopo shilingi milioni 20 nikijua kwamba ile ahadi niliyopewa ya wiki moja kupewa hela zangu niweze kujenga na kujikimu. Lakini mpaka sasa sijapata hiyo milioni 29 na sijawahi kupata eneo lote la kujenga. Na mimi ni mjane na nina mtoto ambaye ni mlemavu ambaye anatumia mshipa mmoja. Mkurugenzi uko wapi? Mshipa mmoja. Haya, ngoja tumsikilize mkurugenzi. Nani mkurugenzi? Hebu tuambie, inasemekana kwamba mahakama ilishaamua lakini pia mkakubaliana. Tunaongelea mkurugenzi ni ofisi, inawezekana ni siku nyingi sana. Tusaidie hivyo hivyo, mkurugenzi ni ofisi. Tusaidie, likoje hili? Haya, tulie tumsikilize. Hebu tuambie, unalijua hilo jambo? Ndio, nimelikuta. Likoje? Mnamlipa lini hiyo milioni 29? Jambo hili Mheshimiwa Waziri Mkuu lilifanyika mwaka 2019, na wakati huo alilipwa milioni 51 wakiwa wamekubaliana, likiwa limesimamiwa na mkuu wa mkoa wa wakati huo. Kwa fedha hizo milioni 51 alilipwa. Anadai 29, mnailipa lini? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hiyo milioni 29 Mheshimiwa Waziri Mkuu, samani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, milioni 29 hizi tuambie mnailipa lini hiyo milioni 29? 29 hizi kutokana na makubaliano ya mkataba uliosainiana ambao uko hapa. Mahakama ilielekezaje? Mahakama, naomba mwanasheria nisaidie maana sijui. Mwanasheria, hukumu ilisemaje ya mahakama? Mheshimiwa Waziri Mkuu, hukumu ilisemaje ya mahakama? Hukumu ya mahakama ilisema alipwe shilingi ngapi? Milioni 80. Haya, nendeni mkamlipe zilizosalia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nitolee ufafanuzi zaidi. Sasa mmekata rufaa au hamkukata rufaa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, haikukatwa rufaa. Sasa kama hamkukata rufaa, mahakama imehukumu. Hukumu ya mahakama. Ninyi mnajadilije hukumu ya mahakama? Labda ungenipa nafasi nikalifafanua zaidi, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni hivi. Hukumu ilitolewa mwaka 2018. Mkaambiwaje? Huyu mlalamikaji alipwe. Lakini baada ya hapo Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa wakati ule alifanya nao vikao vya kujadili hili swala kuweza kulipatia ufumbuzi. Na katika majadiliano hayo yaliingiwa makubaliano kwamba bibi huyu aweze kulipwa shilingi milioni 51 na 1,400,000. Kwenye mahakama gani? Yes? Yalikufanyika kwenye mahakama gani? Ni vikao vilifanyika mbele ya mkuu wa mkoa wa wakati ule. Sikiliza mwanasheria. Ndio. Na bahati nzuri wewe ni mwanasheria. Ni kweli Mheshimiwa. Hatutakiwi tu kujifunza kuheshimu utawala wa sheria. Jambo la mahakama
linalohusisha hukumu ya mahakama. Ni hukumu ya mahakama. Ninyi mmechukua eneo lake na mama hajaridhika. Mmechukua eneo lake akawapeleka mahakamani. Kwanza tu mbona hamkushughulikia asiende mahakamani? Ameenda mahakama, imeshampa awadi, mlipe. Mnataka mpaka aende mahakamani tena? Msiichafue serikali bwana. Nendeni mkamalize kumlipa hiyo fedha yake. Tumepokea. Mama, tumeshakubaliana. Acha wakakulipe fedha yako hiyo. Mkurugenzi, mnalipa lini hiyo fedha? Mwezi wa 8 mfumo ukifunguka wa fedha. Mfumo ukifunguka mwezi wa 8 mnamlipa hiyo fedha. Ndio. Mnajua mkurugenzi? Ndio. Wewe umerithi tu hayo. Ndio. Nisikilizeni vizuri. Mama ametoa eneo lake, tena mmechukua bila ridhaa yake. Hamjamlipa. Ameenda mpaka mahakamani. Tena halmashauri ambayo wala sio halmashauri maskini, mna fedha. Hamnashindwa kumlipa tu hela yake na eneo lake muendelee kutumia. Tangu mwaka yote mpaka mnakimbizana mahakamani. Nimepokea Mheshimiwa Waziri. Haya. Mwezi wa 8 lipeni hiyo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa afuatilie.